Ndiyo, habari za leo. Nimezungumza kuhusiana na taifa la Kongo, taifa la Rwanda na taifa la Burundi. Hizi nchi tatu. Nikasema kila ambacho Mungu ameniambia, kila ambacho Mungu amenielekeza kusema. Ya kwamba kwa muda ambao sio mwingi sana. Kwa muda ambao sio mwingi sana. Mimi siwezi kujua muda huo kwa sababu mimi sio Mungu, ni mtumishi wa Bwana. Mungu anapokuwa anaongea basi naye ananiambia kwa sehemu. Kwa hiyo kwa muda ambao sio mwingi sana, mataifa haya matatu yanakwenda kurejesha undugu. Yanakwenda kurejesha urafiki. Yanakwenda kurejesha ukaribu. Unajua hebu nikwambie, tukumbushane jambo tu. Kwamba sote tunakubali hili kwamba kabla ya ujio wa wakoloni katika mataifa yetu ya Kiafrika, wakaweka mipaka, wakatutenga kwa mipaka. Unaona? Nchi zetu hizi ziliishi kindugu. Yaani tuliishi kindugu. Ndio maana juzi nikasema kwamba mtu wa Kongo, hebu nikwambie, unajua hata jina Kongo ni jina ambalo limepatikana baada ya wakoloni. Ila kabla ya wakoloni, Kongo, Rwanda, Burundi, Tanzania na mataifa mbalimbali. Hizi nchi zilitumia mfumo wa ufalme, wa kifalme. Kwa hiyo Kongo ilikuwa inaitwa ufalme wa ufalme. Unaona? Kwa ni ufalme. Kongo ilikuwa ni ufalme. Unaona? Lakini pia Rwanda ilikuwa ni ufalme pia. Burundi falme, Tanzania falme. Unaona? Katika baadhi ya maeneo kwa mfano kwa Tanzania, baadhi ya wilaya za Tanzania na mikoa ya wilaya ya Tanzania ilikuwa chini ya falme za wale wafalme wa zamani. Sasa basi, kwa Kongo, Rwanda na Burundi zilikuwa chini ya falme hizi nchi. Majina hii kwamba hili ni Rwanda, hii ni Kongo, hii ni Burundi, ni majina ambayo yamepatikana baada ya nini? Baada ya wakoloni. Unaona? Yaani hapa tunakumbushana, sivyo? Tunakumbushana mambo ili tuweze kujua na baada ya kujua tunaelekea katika kufurahia pamoja ushindi. Kufurahia pamoja baraka za Bwana. Kufurahia pamoja furaha ya Bwana. Kufurahia pamoja undugu wetu. Mimi hata kama niko Tanzania, lakini ninachokijua ni kwamba mwananchi wa Kongo ni ndugu yangu. Mwananchi wa Burundi ni ndugu yangu. Mwananchi wa Rwanda ni ndugu yangu. Sasa juzi nilisema pia kwamba kule kuonana kwamba sio ndugu. Huyu ni Mtanzania huyu. Huyu ni Mnyarwanda huyu. Huyu ni Mkongo huyu. Murundi huyu. Ni matokeo ya wakoloni hawa. Ni matokeo ya wakoloni hawa kututenga hata akili zetu. Yaani walipotenga mipaka, wakagawia nchi mipaka, wakatenga mipaka. Kila nchi kwamba wewe unapita hapa, wewe unapita hapa. Hiyo haikuishia pale. Kile kitendo cha kututenga, cha kutugawia maeneo, kitutenga pia na akili. Kitutenga na nini? Na akili. Akili. Hata akili walizitenga, walizigawa. Ili mimi nikuone wewe mwenyeji wa Kongo, huyu sio ndugu yangu. Kwa sababu kuna mipaka na mila na desturi na taratibu na vyote wametutenga. Ili nimuone mwenyeji wa Burundi kwamba huyu sio ndugu yangu. Ili nimuone mwenyeji wa Rwanda kadhalika. Ili Mnyamulenge anayeishi kule mashariki mwa Kongo basi naye ajione kwamba mimi sina mahusiano na mtu wa Kongo. Sisi ni Wanyamulenge. Sio wa Kongo man. Unaona? Yaani ile wazo la kusema sisi ni Wanyamulenge. Sisi ni wa Tanzania.
sisi ni wa Nyarwanda, sisi ni wa Burundi, sisi ni wa Kongomani, sisi ni wa Uganda, sisi ni wa Kenya. Ile sisi ni matokeo ya mipaka ya wakoloni. Hawakutenga ardhi tu, walitenga na akili zetu. Unanielewa? Lakini hawakutenga ardhi tu, walitenga na akili zetu. Naona sasa basi hizi nchi Kongo, Rwanda, Burundi, wenyeji wake waliishi kama ndugu chini ya falme. Na kwa mfano nitoe mfano tu. Hizi falme hazikuwa na mipaka. Yaani mipaka haikuwepo, hilo lielewe siku zote. Mipaka haikuwepo. Kwamba kuanzia hapa kurudi kule ni kwangu, kuanzia hapa kurudi kule ni kwako, kuanzia hapa kurudi kule ni kwa mipaka haikuwepo. Kwa hiyo wakati mwingine sio sahihi, sio wazo zuri, sio mawazo mazuri kusema kwamba bwana, unajua mlenge ile ilikuwa inarudi Rwanda. Mlenge ilikuwa inarudi Rwanda, ilikuwa ni ya Rwanda. Hapana. Wakati ule miaka 1800 na kabla ya wakoloni, naona mipaka haikuwepo. Tulikuwa tunaingiliana. Naona tunaingiliana. Na si ardhi tu. Tunaozana. Yaani mtu anayeishi ng'ambo kule, naona anaingia ng'ambo kule, anatoa mwanamke, mwanaume anatoa mwanamke kule, mwanamke anapata mwanamume kule, fanya biashara pamoja, maji unaenda unachota kule, mnaona vitu kama labda masoko, mijajaro hii, naenda kule tulikuwa na mwingiliano. Halikuwepo wazo la kwamba huku ni kwa Wanyarwanda, huku ni kwa Wakongomani. Unaona? Tulikuwa tunaishi vizuri. Hilo wazo halikuwepo kwamba Mlenge ilikuwa sehemu ya Rwanda. Hapana. Mipaka hiyo haikuwepo. Ila wakoloni walipokuja, basi ndo wenyewe wakafanya nini? Wakatenga maeneo. Kajikuta Mlenge inarudi labda upande fulani. Naona inarudi upande fulani wa Kongo, mashariki mwa Kongo kule. Naona lakini hata Wakongomani hawawezi kusema kwamba leo hii wakasema kwamba tangu miaka ya zamani kabla ya ukoloni Mlenge ilikuwa ni eneo letu. Hapana, mipaka haikuwepo. Au Wanyarwanda wakasema Mlenge ilikuwa ni eneo letu. Yaani haikuwepo mipaka, ila zilikuwepo falme. Na falme hizi zilikuwa zinaishi kindugu. Hii neno nitalisema mara kwa mara. Falme hizi zilikuwa zinaishi kwa nini? Kindugu. Cha kwamba hiki ni changu, hiki ni chako, hiki ni changu, hiki ni chako. Hapana. Naona, na ndio maana wakati ule hata hela hazikuwepo, pesa hizi. Kulikuwa kuna kitu kinaitwa barter system. Kama nahitaji ndizi, ninapeleka maharage. Naona, nakupa maharage, unanipa ndizi. Unaona? Kama unahitaji maharage, basi unanipa ndizi, nakupa maharage. Kama nahitaji maziwa, basi napeleka maharage, unanipa maziwa. Kwa hiyo wewe unapata maharage, mimi napata maziwa. Kama unahitaji maharage, basi nakupa maziwa, unanipa maharage. Naona? Ulikuwa ni mfumo wa barter system. Ulikuwa ni kubadilishana. Yaani mfumo ule wa nyakati zile za kifalme ulikuwa ni mzuri, naweza nikasema. Hauwezi kukosa changamoto, bila shaka na changamoto zilizokuwepo nyakati zile, lakini ulikuwa ni mzuri. Ulikuwa umeepusha ubinafsi. Na ndio maana siasa hizi baada ya wakoloni kututenga, wakatuingizia mfumo wa siasa. Na ndio maana vita kila maeneo, vita kila kona, vita kila nchi. Naona kwa nini? Kugombania ardhi, kugombania mipaka, yani ardhi, kugombania maeneo, rasilimali. Hapa ni kwangu, hapa ni kwetu, ardhi ni ya kwetu. Lakini yote hayo yalisababishwa na nini? Na mkoloni. Naona unaweza kuona kama mkoloni hakufanya jambo jema, hakufanya jema kwa kweli. Kwa hiyo niombe tu kwamba tuzidi kufuatilia. Na mimi ninaposema hivi nazidi kusoma pia, nazidi kusoma na kufuatilia.
Naona ni kama unavyoweza ukaona Kongo na maeneo ya Kigoma kwa mfano kwa Tanzania. Kongo na maeneo ya Kigoma kwa Tanzania. Naona watu wanaweza kufikiri kwamba Kigoma ilikuwa ni sehemu ya Kongo kabla ya ukoloni. Kitu ambacho sio sawa. Sio sawa kwa sababu wale wenyeji wa ufalme wa maeneo ya Kongo kule waliokuwa wanaishi kule. Naona na wenyeji wa ufalme wa Buha sasa maeneo ya Kigoma kule. Naona hao wote waliishi kama ndugu. Walioko Tanzania upande wa Kigoma, walioko Tanzania upande walioko Kongo, wote waliishi kama ndugu. Sasa ili ziwa Tanganyika hili walizitumia wote kuvuka kwenda yani ilikuwa kama daraja tu, sio kwamba ulikuwa ni mpaka. Ziwa Tanganyika halikuwa mpaka. Ila walizitumia kuvuka kwenda kuvua samaki, kwenda kutembeleana. Naona akikuwepo cha kwamba hiki ni changu, hiki ni chako. Waliishi kifalme, walishare. Naona walishare. Walishirikiana. Walishirikiana. Naona sasa baada ya ujio wa mkoloni ndo mipaka ikaingia, ikatutenga, ikatenga ardhi, ikatenga na akili zetu. Ni kama unavyoweza kaona maeneo ya Ngara, labda Ngara iliyoko Tanzania hii, Ngara na maeneo ya Burundi labda, Ngara na Burundi. Sasa haiwezi kuwa sahihi mtu kutoka Burundi akasema Ngara ilikuwa ni eneo la Burundi. Hapana, kabla ya ukoloni. Hapana. Ni kwamba imekuwa hivyo baada ya mipaka. Lakini kimsingi enzi zile za kifalme, naona walikuwa wanashare mipaka haikuwepo. Naona sasa walipopita mipaka, wakapitisha mipaka basi ghafla basi wakajikuta kwamba hawa wanarudi huku, hawa wanarudi huku. Hawa wanarudi huku, hawa wanarudi huku. Lakini wote ilikuwa ni eneo ambayo wanaingiliana, haikuwepo mipaka. Naona walikuwa wanashare maeneo, wanashirikiana maeneo, wanashirikishana mila na desturi, wanashirikishana vitu mbalimbali. Naona sasa siasa ndizo zinazoleta vita nyakati hizi, siasa za namna hiyo. Siasa za kupandikiza maneno namna hiyo. Kwamba kwa sababu hawa wanaongea lugha kama ya hawa, basi hawa walikuwa ni wa kwetu. Hapana, hizo ni siasa. Kwamba kwa sababu Waangaza ni kama wanafahamu kuongea Kirundi labda, au watu wa mipakani wanajua kuongea lugha hii na nini, basi ni Warundi au ni watu. Hapana. Hiyo ni kwa sababu ya ule ukaribu na kushirikiana na mipaka kwa karibu na maeneo kwa karibu na watu kuingiliana. Lakini kabla ya ukoloni watu waliishi kwa mfumo huo wa ushirika, haikuwepo mipaka ya kuzuia kwamba huyu ni wa huku, huyu ni wa huku. Naona kwa hiyo wazo la kusema kwamba huku palikuwa pa huku, huku palikuwa pa huku, hapana. Nyakati zile kabla ya ukoloni haikuwepo mipaka. Watu waliishi kama nilivyokwisha kusema. Naona sasa nasema haya tu kukumbushana, niwatie moyo wenyeji wa Kongo, niwatie moyo wenyeji wa Rwanda, niwatie moyo wenyeji wa Burundi, kwamba nyakati zimewadia, wakati umewadia. Mungu anakwenda kutokeza jambo jipya katika mataifa haya matatu. Mungu anakwenda kutokeza furaha na ushirikiano ambao adui akijichanganya katika hawa ndugu watamshughulikia vibaya sana. Yaani adui wa Rwanda atakuwa ni adui wa Kongo, na adui wa Kongo atakuwa ni adui wa Burundi. Kwa nini? Hawa ni ndugu. Adui wa Burundi atakuwa ni adui wa Rwanda. Adui wa Rwanda atakuwa ni adui wa Kongo na adui wa Burundi. Hicho ndicho kinachokuja mbeleni. Mungu atawaunganisha mataifa haya, watakuwa kitu kimoja. Mungu atarejesha undugu wa damu, undugu wa kishirika, undugu kama ule wa kifalme wa nyakati zile kabla ya ukoloni. Wote watakuwa kitu kimoja. Kitu kimoja, wataongea lugha moja, watashirikiana, wataishi tena kwa amani na ushindi. Na katika hilo adui hatapenyeza, hatapata mlango. Leo hii adui anapata mlango, anapenyeza, anaingia katika mataifa haya kwa sababu tayari anajua kwamba alishawatenga. Sasa Mungu anaenda kuondoa mipaka ya kiroho. Inawezekana mipaka hiyo unayoiona mipaka ikabaki ya kawaida ya ardhi ikabaki, lakini Mungu ataondoa mipaka ya akili. Itabaki mipaka ya akili ya ardhi, lakini mipaka
ya akili Mungu ataiondoa. Naona watu watavuka mipaka, watatambua kwamba sisi ni ndugu. Sisi ni ndugu. Mimi na Mtanzania, mimi na Mnyarwanda, mimi na Mrundi, mimi na Mkenya na Mganda. Mungu anakwenda kurejesha undugu. Undugu. Mungu awabariki sana. Mungu awatie nguvu, nyote ambao mnafuatilia, mnaonishauri pia. Tunashauriana hapa, tunafundishana, tunakumbushana vitu. Mungu awabariki sana. Ushindi upo. Na Mungu anakwenda kuwatuma malaika watatu ambao watashughulika na jambo hili. Shalom. Mungu awabariki sana. Amen.